Kwenye Biblia nzima, Biblia ina rekodi mamilioni ya watu. Ina rekodi mamilioni ya watu. Wengine unaona wakiwa vitani, wengine unaona wakiwa wamehesabiwa kama mataifa, wengine wanahesabiwa kama Israeli, wengine kama wateule, mamilioni. Ila nisikilize vizuri. Kwenye Biblia nzima yenye sura 66, kwenye Biblia nzima iliyoandikwa na watu 40 waliojawa uwepo wa Roho Mtakatifu, ambayo imejawa mamilioni ya watu, kuna watu 9 peke yake waliofufuliwa kutoka kwa wafu wakaishi mara ya pili. Ukiacha kundi la idadi lisilofahamika ambalo lilifufuliwa na Yesu wakati wa kufa kwake pale msalabani. Kwa hiyo jumla ufufuo kutoka kwa wafu unaonekana mara 10 tu kwenye Biblia nzima. Umeelewa ninachokisema hapa? Kuna mara 10 peke yake ambapo Mungu analeta mtu aishi tena. Maana kule kuishi kwake mara ya kwanza Mungu hajaridhika nako, anasema arudi aishi tena. Na wote hawa kwa namna mbalimbali ambalo sitakuwa naweza, naomba nizungumzie eneo la kwanza. Kuna wengi wao kuna kusudi ambalo lilikuwa halijatimilika, ambalo Mungu aliwalazimu kuwaleta waishi tena ili waweze kutimiza lile kusudi. Agano la Kale lote wamefufuliwa watu 3 peke yake ambao wamerekodiwa kwenye maandiko. Nasema kwenye maandiko tunayosoma ya vitabu 66. Wamefufuliwa watu wangapi? Watu 3 peke yake, Agano la Kale lote. Wamefufuliwa na watu gani? Ni mtu na babake wa kiroho ndio waliofufua watu. Elia na Elisha peke yake. Mtu wa kwanza kwenye maandiko kurekodiwa kufufua mfu alikuwa ni Elia. Alikuwa ni nani? Ni Elia. Alikuwa ameenda kuishi kwenye nyumba ya mwanamke mjane wa Sarepta wakati wa njaa. Huyu hakukimbiliwa na washirika. Yeye njaa ilipokuja alimkimbilia mjane, akaishi naye, aliyekuwa na konzi ya unga, ili yale mara moja afe. Akamwambia haitapungua, endelea kuchota, endelea kuchota. Elisha ndio upako aliutolea pale. Ameishi mle ndani, ule mama na mtoto wake mdogo. Mtoto akaugua, maandiko yanasema akaugua sana. Kisha yule mtoto akafanya nini? Akafa. Wakati yule mama alikuwa na kusudi moja la kumhudumia mtumishi wa Mungu mpaka njaa itakapoisha. Huzuni ya moyo aliyokuwa nayo haikumruhusu kuendelea kutumikia ile kusudi. Akamfuata yule mtu wa Mungu, akamwambia, mtumishi wa Mungu umenijia ili Mungu apate kuona uovu wangu na kunipiga kwa kumuua mwanangu. Alikuwa amempa chumba kwenye gorofa yake. Yule mama alikuwa na gorofa, yule mjane. Maandiko yanasema akasema nipe huyo mtoto. Akampa yule mtoto aliyekwisha kufa, akampeleka juu gorofani, akamwombea kwa Mungu asiamke. Akalala juu yake na kujinyosha mara 3. Kisha yule mtoto yule Mungu akasikia sauti ya Elia. Yule mtoto akaamka, akashuka, amemshika mtoto kutoka gorofani mkono, akamwambia chukua mtoto wako na akanipikie. Mtu wa pili kufufua mfu kwenye Biblia ni mtoto wa kiroho wa Elia, huyo Elisha. Elisha anafufua mtu mwingine kutoka kwa wafu, na yeye kama baba yake alikuwa amepewekewa chumba cha juu kwenye nyumba ya mwanamke mwingine Mshunami. Ni tajiri ule mama. Amemwona kila siku mtu wa Mungu anapita pale ndani, anakula chakula, anaendelea na safari. Akasema mtumishi wa Mungu apate pa kupumzika, nyumba yake imejaa. Akamuomba mumewe, akasema tumjenge tafadhali chumba gorofani ili akiwa anapita apate mahali pa kupumzika. Wakamjengea chumba gorofani. Kisha Elisha akamuombea apate mtoto, maana alikuwa hana mtoto ila ana mume. Akapata mtoto. Kijana akakua, mtoto akafa. Alipokufa ufufuo wa pili ukatokea. Elisha akaenda, akafanya kama baba yake, akajinyosha juu ya yule mtoto mara 3. Mtoto akapiga chafya,
Akamshika mtoto, akamwambia mwanao huyo hapo, nenda kanipikie chakula. Mara ya 3 kwenye Biblia nzima, mara ya 3 Elisha akafa. Elisha alipokufa ikawa ni vita. Wanaume kadha wa kadha walikuwa wamebeba maiti wao wanakwenda kumzika. Wakaona jeshi la maadui linakuja tena maeneo yale yaliokuwa yanazika, na wakiwa wameshika ule mwili wakautupa kwenye shimo, wasijue kumbe mle ndani ndimo Elisha alipokuwa amezikwa miaka mingi iliyopita. Akagusana na mifupa ya mtu wa Mungu. Mtu akamwambia usinibane, sogea huko. Yule mtu akaamka, akaanza kukimbia na wale wenzake waliokuwa wamemtupa. Kwa wale wanakimbia kwa kasi, maana wanaona mtu aliyekufa afufuka na anatukimbiza, na yeye mwenyewe anakimbia kwa sababu wamewaona wanakimbia, na nyuma yake kuna maadui wanakimbia. Ushuhuda ni baadaye, ila tutakimbizana sana. Mwambie sio na wasiwasi. Wewe kuzika kwa heshima si hutaki, unatupa Anasema sio na wasiwasi, tutakimbizana sana. Sasa jamani, ule maiti hatujamsitiri hapo kwenye imani za kishirikina. Sasa hatujafanya tambiko, acha uchawi, wewe amefufuka. Mwambie usigusane na mafuta bila kutarajia. Aligusana na mifupa, ikamwamsha. Sema kwa jina la Yesu, sitakutana na upako, nikabaki nilivyo. Ndio hiyo ndio muujiza pekee ya ufufuo iliyorekodiwa kitabu Agano lote la Kale. Agano Jipya, Yesu anaingia kazini na Yesu anaanza kufufua wafu. Yesu anafufua wafu wafuatao. Namba 1, anamfufua binti Yairo. Alikuwa amemuomba Yesu aje amuombe mwanae, ni mgonjwa wa kike. Yesu anaenda mle ndani, anakuta mtoto, anaambiwa usimsumbue, mwanao ameshakufa. Yesu anambia sio neno, twende. Anafika mle ndani, anasema huyu hajafa, amelala. Watu wanamcheka, wanasema huyu hajui mtu aliyekufa. Kumbuka Yesu wakati anafanya ya mambo alikuwa ni kijana, wakati ya miaka 30 na 33. Kwa hiyo wanamuona ni kijana mdogo ambaye huenda bado hajaweza kutofautisha mtu aliyelala na aliyefanya nini na aliyekufa. Akawaambia wote waondoke, abaki baba na mama. Kisha akamwita kutoka kwa wafu, akafufuka. Akawapa wazazi wake, akawaambia mpeni mtoto chakula. Sijajua kwa nini ufufuo unaendana na chakula sana. Akawaambia mpeni mtoto nini? Chakula. Sema siwezi nikamwamini Yesu, akaniangusha. Namba 2, aliyefufuliwa na Yesu alikuwa ni kijana wa mjane. Kijana wa mjane aliyekuwa anakutana na Yesu kwenye lango la Naini. Wanakwenda kuzika Yesu, anakutana nao. Wanalia na mtu mmoja anamsihi, anamwambia msaidie, kwa maana ni mtoto pekee wa mjane huyu ambaye anakwenda kumzika. Akamwambia weke jeneza chini. Kisha akaligusa lile jeneza, akawasema kijana na kuamuru amka. Kijana na yule akaamka kutoka kwa wafu, akampa kwa mama yake. Namba 3, Yesu anamfufua Lazaro kutoka kwa wafu. Lazaro wa Bethania. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema alikuwa ni rafiki wa Yesu, na Yesu alishatangaza kwamba kifo chake si kwa mauti bali ni kwa utukufu wa Mungu. Mwambie mwenzako, ukiishi kwa utukufu wa Mungu una nafasi ya pili, hata pale inapofika wakati hauna tumaini tena kutoka kwa wanadamu. Wakasema ameshakufa, ananuka, inapata siku 4, ondoa chiwe. Akamwita kutoka kwa wafu, akafufuka yule aliyekuwa amekufa. Namba 4, kwa Yesu peke yake weka miujiza ya ufufuo iliyorekodiwa 5. Namba 4, kwa Yesu, yeye mwenyewe alipokuwa anakata roho msalabani, anaitoa roho yake. Maandiko yanasema
milima ikatikiswa, nchi ikatikiswa, miamba ikapasuka, pazia la hekalu likachanika vipande viwili toka juu hata chini, na makaburi ya watakatifu. Ni mara ya kwanza hapa wanafufuka wengi ambao idadi yao haijatajwa wala majina yao hayajatajwa. Na makaburi ya watakatifu yakafunguka, miili ya watakatifu ikaonekana ikitembea Yerusalemu. Kwa hatujui idadi yao walikuwa wamefufuka wengi kiasi gani. Kwa Yesu ni jambo la 4 lililorekodiwa kwa habari ya ufufuo. Namba 5 lililorekodiwa kwa Yesu kwa habari ya ufufuo ni Yesu mwenyewe kufufuka kutoka kwa wafu siku ya 3 baada ya kufa kwake. Huo nao ni ufufuo aliofufuka kutoka wapi? Kwa wafu. Ukijumlisha na ile kule ya Agano Jipya, unapata miujiza mingapi ya ufufuko hapo? Na 8. Okay, wa 9 wa ufufuo ni ufufuo wa Dorcas au Tabita, ambaye Petro aliitwa na wanawake waliokuwa wanahudumiwa na Dorcas. Huyo mama alikuwa na uwezo na aliwekeza kwenye maisha yake kuvalisha wajane waliokuwa wamemwamini Yesu ila wana maisha duni. Alikuwa anawavalisha nguo, anawashonea mavazi mazuri ya heshima, anawavalisha. Alipokufa jane wakagoma kumzika. Hawakusema Dorcas ameshakufa, wao wanajua ameshakufa, maana walimuuguza yule aliyewahudumia mpaka akafa. Nanisikia vizuri hapa? Sasa amekufa, maombi wamefanya, kila kitu wamefanya, imeshindikana. Wakasema msimwambie mtu, akini kamuiteni tu Petro aje. Akiuliza ni nini, mwambie tu ni wajane wa Yerusalemu wanakuomba uje. Aliposikia wajane wa Yerusalemu wamekusanyika wanaomba aje, akaenda Petro bila kujua. Alipoingia wakasema fungeni huo mlango. Akasema baba huyu amke. Wakaonyesha nguo zake. Wakasema alitushonea mavazi ya namna hii. Angalia ni mavazi ya hadhi, mavazi ya heshima, ila alikuwa anatuvalisha sisi wajane ambao tunaonekana ni watu wa chini, lakini huyu ametuvika kwa heshima namna hii. Anawezaje kufa? Aamke aendeleze lile kusudi jema alilofanya. Petro akamuombea, akafufuka kutoka kwa wafu. Ni muujiza wa ufufuo wangapi huo? Wa 9 kwenye Biblia. Wa 10 na wa mwisho alikuwa ni kijana mmoja, alikuwa yuko ibadani, anaitwa Utiko. Paulo alikuwa ni mhubiri anayehubiri masaa mengi. Huyu sasa Paulo alikuwa amehubiri mfululizo, ni siku ya 3 mfululizo. Yaani anaendelea kuongea siku ya 3 mfululizo. Watu wamekaa wamejazana, sasa wako gorofani. Huyu kijana amekaa dirishani. Zamani hakuna nondo, kwa amekaa dirishani, usingizi ukamshika yule kijana anaitwa Utiko, akaanguka kutoka pale gorofani. Washirika wanasikia tu uko chini, pwa! Vipi kuchungulia? Ni yule kijana aliyekuwa amekaa dirishani akiwa anasikiliza neno la Mungu. Amedondoka, amefanya nini? Amekufa. Paulo mtume akamshukia, akamuombea, Mungu akamfufua kutoka kwa wafu. Mwambie wenzako, huwezi ukafia kwenye uwepo wa Mungu. Huwezi ukafia kwenye madhabahu ya Kristo. Na tabiri yoyote ulioko humu ndani, Mungu atakutofautisha na wengine wote. Ingawa kifo ni safari ya wengi, lakini Mungu akuepushe na mauti. Na yoyote unayetembea kwenye hali ya kufa, Bwana na akupe muujiza wa kufufuka tena. Maana yule aliyefufuka kutoka kwa wafu na hajafa tena ni mmoja peke yake. Hawa wote niliokutajia waliishi tena alafu wakafa tena. Maana lazima, kama Yesu hajaja, lazima hapa katikati watu wataendelea kuondoka tu. Unanisikia ninachokisema? Kwa hiyo wote hao walifufuka halafu wakafa tena. Ila ni mmoja tu aliyefufuka halafu hajafa tena, ni Yesu mwenyewe. Na huyo Yesu anakaa ndani yako. Na anasema ikiwa Roho wa Kristo aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Bwana na akupe ufufuo kwa jina la Yesu.
Sema sitaona mauti, sitaona kifo. Pokea ufufuo katika jina la Yesu. Pokea ufufuo katika jina la Yesu. Haya yote yamefanywa na watu 5 tu. Kwa hiyo Biblia ina maelfu ya watumishi wa Mungu na imeandikwa na watakatifu 40 waliojawa na Roho Mtakatifu. Ila waliopewa neema ya ufufuo ni watu 5 tu. Mmoja ni mfufuka mwenyewe, Yesu Kristo Mnazareti. Wa pili ni mwanafunzi wake Petro. Wa tatu ni yule aliyemtokea Paulo. Wa 4 ni Elia, na wa 5 ni mwanawe wa kiroho Elisha. Hawa watu 5 peke yake kwenye Biblia nzima ndio waliorekodiwa kuwa na neema ya ufufuo. Ila nina habari njema, ameongezeka mtu wa 6 kwenye wale watu 5. Nasema ameongezeka mtu wa 6 kwenye wale watu 5. Kuna mtu wa 6. Wewe uliye na Yesu mfufuka una neema ya kufufua vitu vilivyokufa. Viishi tena, viishi tena, viishi tena, viishi tena. Uwepo wa Mungu ulioko ndani yako hautaruhusu tena uzike biashara, kazi, ndoa, familia, vitu na watu katika jina la Yesu. 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 Wale wa kitambo ambao niwewe kwenda nao Dodoma siku za nyuma wanakumbuka. Kuna nesi mmoja nilikuwa nashika kitambaa kama hivi, najifutia jasho, nikafanya nini? Nikamtupa kitambaa kama hivyo. Akakirukia kama hivyo, alipokirukia akaenda nacho ofisini. Alipoenda nacho ofisini, hospitalini, amefika hospitalini, kuna mtoto alikuja kumuombea. Ni nesi lakini ameguswa sana yule mtoto. Ameugua, alikuwa na uvimbe kwenye ubongo. Wanawezaje kumhudumia? Mazingira yake alikuwa magumu, yule mtoto akafa. Kwa hiyo anafika, anauliza mtoto yuko wapi? Anasema mtoto amekufa asubuhi. Kwa hiyo wamekwisha kumuandaa, wameshamchoma na sindano za kumhifadhi, wanampeleka, wako kwenye corridor, nakumbuka wako kwenye corridor, wanampeleka wapi? Wanampeleka mortuary. Akamwambia msimameni. Ni yule mtoto akasema naomba nifunga. Akaambiwa kuna taratibu zimeshafanyika za kumwandaa, usimguse tena. Akasema anaomba. Anasema akamfunua, akatoa kile kitambaa kwenye pochi lake, akamwekea mtoto, akaamka. Ni nesi ameshika kitambaa kilichotupwa kama nilivyomtupia huyu cha upako. Unapandia kitambaa changu. Akakiokota, anakuta mtoto ameshachomwa sindano, apelekwe mochwari. Akasema sio shida, namgusa tu mara moja, mtampeleka. Arusa mtoto akakaa. Dodoma ikatikisika, hospitali ikatetemeka, madaktari wakachanganyikiwa. Wakamchukua, akasema basi tumfanyie operation. Wanampeleka, wanaangalia ubongo hauna uvimbe hata dalili, ni mzima. Utafikiaje kuzaliwa na hilo tatizo? Wale wa kitambo kidogo nakumbuka ulikuwa hapo Dodoma, si ndio? Akaamka kutoka kwa nani? Kwa wafu. Leo Mungu aondoe kufa kwa aina yoyote, na kusudi hilo kufa liamke. Karama zilizokufa ziamke, baraka zilizokufa ziamke, afya iliyokufa iamke, sikusikii heshima iliyokufa iamke. Pokea. Mwambie mwenzako bado sijatimiza lile kusudi. Bado sijatimiza lile kusudi. Bado sijatimiza lile kusudi. Mama huyu kwa zaidi ya miaka 20 alikuwa haoni wala hasikii. Kijana wake huyu alizaliwa na mkuta mama yake akiwa kwenye mateso haya. Baada ya kuombewa sasa hivi, mama anasikia, macho yake yanaona. Mungu wako amemfungua baba. Mama huyu aliandika maombi kwenye zile siku 15 za mfungo, na akaandika mtoto wake wa pili apone magonjwa ya uvimbe wa kizazi, na tayari mtoto wake ameshapona uvimbe wa kizazi. Vimbe zinazidi kudondoka.
Mama huyu baada ya baba kuachilia unabii kwenye maisha ya binti wake, na unabii umetimia na binti yake anasafiri kwenda China. Barikiwa kwa kufuatilia jumbe zetu pamoja na kile ambacho Bwana ametupa kwa ajili ya wengi, na wewe ukiwemo. Tunafurahia sana na kuomba tafadhali follow page hii, comment na ushare na watu wengine. Muhimu zaidi, pale Instagram ninayo account kwa jina la Dr. Ikera. Nenda pale Instagram, follow hiyo page ya Dr. Ikera. Ina mambo ya pekee na ya tofauti zaidi. Muhimu sana, nenda pale YouTube kwa masomo yote ya kina na ibada zote zinakuwa YouTube kwa jina la Dr. Peter Ikera. Mungu akubariki sana.